Mei 27. Jumanne mwaka wa 2025. Rejesha hadhi yako na mamlaka, Wagalatia 4:9. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Lazima urejeshe kitambulisho na mamlaka ya mtoto wa Mungu. Kwa hili unapaswa uishi maisha yako ya imani na ufanye misheni. Ili kufanya hivyo, lazima kwanza uchukue hatua 3 muhimu. Kwanza, lazima ukombolewe kutoka kwa vitu vya ulimwengu na kutokuamini kwako. Kisha kitambulisho chako na mamlaka yatafunuliwa. Pili, lazima uondoe imani yako ya msingi isiyo sahihi. Dini zote isipokuwa Injili zote ni za msingi isiyo sahihi. Tatu, wewe lazima uondoe mawazo yako. Utaanguka katika Mwanzo 3 ikiwa utaendelea kuwa na mawazo yako mwenyewe. Utakapokamatwa na wanefili, kutasababisha kushindwa kwako. Maombi ni kupita mawazo yako na kufurahia kile ambacho ni cha Mungu. 1. Urejesho wa kitambulisho, uhusiano wa agano. Ibrahimu aliporejesha uhusiano wake na Mungu na kufanya azimio lake ndani ya agano, kazi zilianza kufanyika. Basi mpende Mungu kwa moyo wako wote na uwafundishe watoto wako juu ya kile alichofanya hadi sasa, ili yachapishwe ndani yao. Kanisa la kwanza, baada ya kushindwa kuchapisha vizuri Injili, liliingia katika mzozo juu ya chakula katika nyumba ya mataifa. Kwa sababu hiyo, Mungu alielekeza fikira zake kwenye kanisa la Antiokia. 2. Urejesho wa mamlaka, agano la ukuu wa Mungu kamili. Mungu alikuita ili akupe mamlaka ya kuwafukuza pepo na kushinda nguvu za adui. Hivyo, Mungu alikupa nguvu kutoka juu. Paulo alipokea mwongozo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu na magonjwa ambayo madaktari hawakuweza kuponya yaliyoponywa. 3. Urejesho wa tume, agano la jibu kamili. Wayahudi walikuwa na mambo makubwa na mawazo mazuri. Lakini wewe, kwa upande mwingine, lazima uondoe haya yote. Lazima urejeshe agano na tume ya kuokoa mataifa 237, makabila 5,000 na makabila mbalimbali. Hasa haupaswi kupoteza kushikilia ya TCK, CCK na NCK. Lazima uombe kwa jina la Kristo ambaye huleta vitu vyote katika utii. Jina hilo linapotangazwa, kazi za kutikisa mbingu na dunia zitatokea na pepo wabaya wataondoka. Paulo aliingia katika maombi ya kumakinika wakati alipokabiliwa na dhoruba kubwa. Malaika wa Bwana alitokea mbele yake na kuwasilisha neno la Mungu. Ombi la agano. Mungu Baba, leo iwe siku kuu. Leo iwe siku ambayo makanisa ya ulimwengu kwa kweli yatapokea neema yako. Naomba kurejesha kitambulisho changu, mamlaka na misheni na kazi ya kamili ya kubadilisha kitambulisho changu kama mtumwa hadi kuwa mtoto wako kwanza. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.